Naam, wanakuwa Mwafrika, maandamano yametokea ya kumtaka Ibrahim Traore aweze kuachia ngazi. Na kama ambavyo tumekuwa tukiwaletea taarifa mbalimbali hapa za mwamba Ibrahim Traore kwa yale mambo ambayo amekuwa akifanyia Burkina Faso ama akilifanyia taifa la Burkina Faso. Na sisi wote tunajihisi kwa pamoja na kwa umoja wetu kuwa sisi ni wana Burkina Faso. Kwa sababu ya mambo ambayo anayafanya, mambo ambayo yalikuwa hayapo Afrika. Yani ndivyo hivyo, ni kuambia hivi, yani mambo yalikuwa hayapo Afrika. Yani Afrika ulikuwa uwezo ukaona vitu vinaenda, ulikuwa uwezo ukaona, yani mpaka tukawa tunahisi kwani Afrika tumelaaniwa au ni nini? Lakini sasa huyu mwamba umri wa miaka 37 sasa, maana juzi hapa ndio ilikuwa birthday yake, amekuja kutuonyesha umuhimu wa, lakini watu wanaandamana. Ila nikuambie tu kwa watu hawa, waandamanaji hawa hawajaandamana ndani ya taifa la Burkina Faso, hapana. Hawa ni watu walioandamana ni wa Burkina Faso wanaoishi nchini Ufaransa. Noti kitu hapo. Ni waandamani hawa au waandamanaji hawa ni waandamanaji wanaoishi nchini Ufaransa, wanaandamana kinyume na Ibrahim Traore. Na maneno ambayo wameyaongea maneno kwa sababu kumbuke, Burkina Faso, Ibrahim Traore amekuja kwanza kuitoa kwenye mikono ya makundi ya magaidi. Makundi ambayo yalikuwa yanafadhiliwa na watu wa nje. Tukisema watu wa nje, manake mataifa makubwa, na mataifa makubwa pale ukanda huo, lazima mataifa makubwa haya ni taifa gani kama sio Ufaransa? Ufaransa, kwa sababu hii ni koloni la Ufaransa pamoja na mataifa mengine haya ya West Africa. Kwa hiyo Ibrahim Traore alipoanza kudili sasa na magaidi, kwa sababu kumbuka magaidi walikuwa wanamiliki 40% ya ardhi ya Burkina Faso. Na sio tu ardhi ya Burkina Faso, wanamiliki maeneo yenye migodi, yani kule ndo wanakopigania. Magaidi hawa wana migodi, wana dhahabu ambazo wanaziuza. Huko ndani unakuta wana silaha kali kuliko jeshi la Burkina Faso. Huko ndani unakuta yani kila kitu, wana mitambo mpaka ya kuchimbia dhahabu. Na ndio maana unakumbuka Ibrahim Traore alipoingia, alikuja akakomboa migodi 3 mikubwa kutoka kwenye makundi ya magaidi haya. Kwa hiyo sasa wakati ameanza kudili nao, wakati ameanza kuwaua, vyombo vya habari vikubwa hivi vya kimataifa vikaanza kutangaza kuwa Ibrahim Traore anaua raia. Hizi propaganda zilianziaga hapo kwenye vyombo hivi vya habari vikubwa kuwa Ibrahim Traore anaua raia. Lakini kumbuka ni magaidi, sio raia wale. No, ni magaidi ndo anaodili nao, lakini vyombo hivi vikawa vinatangaza Traore anaua raia. Ndio maana Traore, mnakumbuka, akapiga pini kwanza BBC, akapiga pini na Voice of America, alafu vyombo vya Ufaransa vikafuata, RFI ikafuata France 24 ikafuata, maana ni TV, yakafuata na magazeti ya Ufaransa, kwa sababu kupitia media wakawa wana propagate hizi propaganda kuwa Ibrahim Traore, yani kutangazia sasa ulimwengu au kutangazia mataifa kuwa Traore anachokifanya pale ni kuua magaidi. Lakini Ibrahim Traore walikuwa wanasema anaua raia, lakini Ibrahim Traore yeye alikuwa anadili na magaidi. Kwa hiyo sasa hata hawa waandamanaji sasa walioandamana huko Ufaransa wameandamana kuwa, maana wanasema madai yao, wanadai kuwa Ibrahim Traore anatakiwa aje mezani afanye negotiation na hawa watu ambao, kwa sababu kwanza wamejichanganya hapa. Na jambo la kwanza, kumbuka nimekuambia wako Ufaransa, ni kikundi tu cha watu kama 30 ambao tunajua wamelipwa na Ufaransa kwa ajili ya kumchafua Traore. Media kubwa zimulike pale, alafu zikishachukua hizi media kubwa ndio waanza sasa kuongea vibaya kuhusiana na Ibrahim Traore. Nafikiri unakumbuka wakati ameenda kwenye uapisho wa John Dramani Mahama ambaye ni rais wa Ghana kwa sasa, mwamba aliingia na gwanda zake za kijeshi na bastola yake kiunoni. BBC wakaposti a wearing gun president. Ndio waliposti hivyo, kuwa rais anayevaa bastola kila mahali anapotembea. Kwa hiyo maana yake iko hivyo. Sasa hawa unajua wameandamana na kuongea maneno hayo ili media zile ziwarekodi alafu zipeleke. Lakini ni nani aliyewalipa? Lazima ambaye atakuwa amewalipa ni haya mataifa makubwa, na hizi media kubwa ndizo ambazo zimehusika kuwalipa hawa mabwana ili waandamane kuuaminisha ulimwengu kuwa Ibrahim Traore anatakiwa a step down kwa sababu anaua raia. Sasa madai waliokuwa wameyatoa
wakatoa madai kuwa kuna kabila fulani kule inaitwa kabila la fulani, ndo kabila hilo, kabila la fulani. Lakini hii fulani, kuna watu wamejiingiza ndani ya hili kabila la fulani ambao wao hawa ndio wanaendeleza ugaidi katika huo ukanda huo, na matokeo yake sasa yanakuwa ni kuwa kana kwamba ni Burkina Faso, kana kwamba ni hili kabila zima la fulani ndilo ambao ndio magaidi, lakini sio kweli, kwa sababu wako watu wengi wanaojiingiza hapo kwenye kundi hili au kwenye kabila hili ambalo ni kabila la fulani linalopatikana huko West Africa. Kwa hiyo hawa sasa walichokuwa wanakiongea, wakawa wanasema kuwa kuna raia ambao wanavaa, yani wanavaa kama, maana unajuaga magaidi namna wanavyovaga magaidi hawa, hivi vikundi mbalimbali vya magaidi, ukisikia Islamic State, ukisikia Al-Qaeda, ukisikia Boko Haram, kuna namna wanavyojitandaga hivi. Kwa hawa wakasema kuwa hawa ni raia lakini ambao wanavaa kama vile, maana ni utaratibu wao, ni utamaduni wao kuvaa, lakini Ibrahim Traore anaenda anawaua akiwasingizia kuwa ni magaidi. Okay, kumbuka wameongea hivyo. Alafu mwishoni mwa hiyo speech yao, kwa sababu hapa wameongea Kifaransa, mwishoni mwa speech yao wakawa wanaongea, wanasema kuwa Ibrahim Traore tunamtaka aende afanye negotiation na hawa magaidi, kwa sababu ugaidi kutokea ndani ya taifa la Burkina Faso manake ni kukwama kwa uongozi huu ambao ni uongozi wa kijeshi. Nafikiri unanipata point na kuambia hapa. Wao wanachokidai hao waandamanaji walioandamania Ufaransa na sio ndani ya Afrika wala ndani ya Burkina Faso, wanachokidai ni kuwa kuwepo kwa makundi ya kigaidi namaanisha ni kuferi kwa serikali ya Ibrahim Traore na kutumia nguvu, kwa sababu ile ni serikali ya kijeshi, kwa sababu Ibrahim Traore, kumbuka, alipindua hii serikali ya kijeshi pale ndani ya Burkina Faso. Kwa hiyo wanasema kuwepo kwa haya makundi ni kuferi kwa nani? Kwa Ibrahim Traore. Lakini ukweli hawaoni mambo ambayo Ibrahim Traore ameyafanya, hawawezi kuona kwa sababu wamepewa mlungula, wamepewa rushwa. Biblia inasema rushwa huwa inapofusha macho ya mtu. Umeona? Yani mtu anapopokea rushwa atapindisha vitu vingine ambavyo havikufaa hata kupindishwa. Kwa hiyo ndio maana hawa mabwana sasa wanaongea, wanaandamana wakiwa ndani ya Ufaransa wakimtaka Ibrahim Traore aweze kustep down, na wanajua kabisa wameandamania pale, vyombo vikubwa vya kimataifa vitaenda viwarekodi hiyo habari, viipeleke huko kwenye upande wa mataifa, alafu baada ya hapo waanze kusema Ibrahim Traore anaua raia wake. Lakini kwa mambo mengi aliyofanya Ibrahim Traore, angekuwa anataka kuua raia, si angekuwa alishawaua? Wakati hawa wanaandamana kule, ni kikundi kama cha watu hivi 30 ndani ya taifa la Burkina Faso. Ukumbuke Ibrahim Traore raia walimwambia, wewe si ndio umekuja mwenyewe, kwa sababu lazima kwa utaratibu ilingetakiwa hii serikali ya kijeshi, maana hiyo ni serikali ya mpito ambayo ingetakiwa ikae miaka mitatu, na baada ya miaka mitatu imalize muda wake. Baada ya hapo waruhusu utawala wa kidemokrasia, tunaweza kusema hivyo, lakini utawala yani wa umma ndio uweze kuruhusiwa. Lakini raia hawa wakaandamana ndani ya taifa la Burkina Faso, wakaandamana na raia wengine pia na wanaharakati mbalimbali na mapane Africanist, lakini pia na nchi jirani kama Mali, Niger, na wao wakaja pale Burkina Faso kuandamana kuwa Ibrahim Traore hatakiwi kustep down, anatakiwa aendelee. Kumbuka watu walikuwa ni majasiri, wasema wewe ndo ulikuja hapa madarakani, sisi hatukukuita, lakini kwa mambo uliyoyafanya umefanya mambo mazuri sana na hatutaki uondoke, endelea kubaki hapo hapo. Sasa katiba tunafanyaje? Ikabidi bunge likae libadilishe katiba, baadhi ya vipengele vya katiba, kwa sababu katiba sio msaafu wala sio Biblia kwamba eti imeshindwa kubadilika. Mna kiongozi anafanya vizuri, badilisheni katiba, awavushe, awapeleke mbele kama anafanya vizuri. Kwa hiyo hawa raia wa Burkina Faso wakasema hapana, sisi tunataka kiongozi huyu aendelee kutuongoza, na kiendelea kutuongoza hivi basi na sisi tunajisikia vizuri zaidi. Basi baada ya hapo ikabadilishwa katiba,
Damiba, ndio Ibrahim Traore bado tunaye sasa kwa muda wa miaka 5 ijayo mbeleni, ambayo ni kuanzia mwaka 2024, kwa sababu 2021 ndipo alipoingia mwezi wa 8 2021, baada ya kumpindua kanali au Colonel Henry Posa Ndaogo Damiba, ambaye naye walimpindua alikuwa anaitwa Mark Christian Kabore, ambaye alikuwa ni rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa raia hawa ni ndani ya Burkina Faso ambao wanajua machungu waliokuwa wanayapitia, lakini wameandamana kumtaka Ibrahim Traore aendelee kuwa rais. Alafu kuna watu wanaandamana Ufaransa, wako ndani ya Ufaransa wanaandamana kumtaka Ibrahim Traore aweze kustep down, huku wakisingizia kuwa kuferi kwa serikali hii ya kijeshi ambayo ni ya mwamba Ibrahim Traore ndio maana kuna makundi ya kigaidi. Swali linakuja, wakati wa zile tawala za kidemokrasia ambazo zilikuwa zinasimamia maslahi ya Mfaransa na kumnufaisha Mfaransa, wakati watoto wetu Afrika wanaishi maisha kama kuzimu, mbona hawa waandamanaji huko Ufaransa hawakuandamana wakati makundi ya kigaidi yalikuwa yanaisumbua Burkina Faso, yanaitesa Burkina Faso? Raia hawalali ndani, hawawezi wakafanya biashara, watoto hawaendi shule, watu wanalala mapolini, lakini haya mbona walikuwa hawayaongei? Ni nani yuko nyuma ya? Aliyeko nyuma ya ni huko walikoandamania, ndio huyo anayewaongoza. Ndio maana unajua, ukitaka kuua Mwafrika au ukitaka kuwaua Waafrika ni rahisi sana, kwa sababu Waafrika wenzake watakusaidia kumuua huyo unayetaka kumuua. Ndio maana aliongea Putin, hii kauli mimi naipenda sana na kuirudia sana, mara kwa mara huwa nairudia, aliyoiongea Putin kuwa Afrika haitokaa iwe huru, kwa sababu Mwafrika ukimpa pesa kidogo, ukamwahidi na madaraka, ukamwambia kamuue ndugu yako, atamuua kwa staili ya kinyama ambayo haujawahi kutegemea. Majitu yako Ufaransa yanaandamana eti uongozi wa Ibrahim Traore haufai, wakati raia wa Burkina Faso na sisi wa Afrika wote tunamuombea sana Ibrahim Traore aendelee, hata ikibidi wampe hata kuwa ni mfalme kabisa. Waachane na mambo ya urais, akae ni mfalme, aongoze mpaka afe. Kwa sababu mbona Xi Jinping wamempa urais wa milele baada ya kuwa Xi Jinping amequalify na wakaona Xi Jinping ameirudisha China mahali ambapo Mao Zedong aliwekaga China, kwa wamempa hiyo, na huyu Xi Jinping amekuwa rais wa milele. Inashindikana nini kwa sisi kumpa Ibrahim Traore awe rais wa milele Burkina Faso mpaka atakaposema sasa, jamani, inatosha, tuone mpaka yale yaliyoko moyoni mwake yote ameachilia. Alafu baada ya hapo sasa tuendelee na watu wengine ambao pia amewa recruit yeye mwenyewe. Achana na watu hao ambao ni wanakuwa ni puppets wa Ufaransa. Kwa ndivyo habari namna ilivyo. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Tunaendelea kumwombea Simba wa Afrika, mwalimu wa darasa Captain Ibrahim Traore, kijana mdogo, akili nyingi, kijana mdogo mwenye hekima, busara, lakini kijana mdogo mwenye heshima pia. Asanteni sana.